Wanasayansi wamefanikiwa kutumia seli za ngozi za binadamu kuunda mayai yenye uwezo wa kurutubisha, hatua kubwa inayoelezwa kuwa inaweza kufungua njia mpya za matibabu ya utasa, kwa mujibu wa utafiti mpya uliochapishwa jana Jumanne katika jarida la Nature Communications. Katika utafiti huo wa awali, proof of concept, watafiti walichukua kiini cha seli ya ngozi ya binadamu, sehemu yenye taarifa nyingi za kijenetic, na kukihamishia ndani ya yai la binadamu lililokuwa limeondolewa kiini chake. Kupitia mbinu hiyo, waliunda mayai 82 ya binadamu ambayo baadaye yalirutubishwa maabara. Matokeo yake yalikuwa ni yai lenye DNA ya mtu aliyechangia seli ya ngozi ambalo linaweza kurutubishwa na mbegu ya kiume. Hata hivyo, watafiti wanasema bado itachukua angalau mwongo mmoja kabla ya mbinu hiyo kuanza kutumika hospitalini. Mbinu hii inaweza kusaidia wanawake wakubwa wa kiumri au waliopoteza uwezo wa kuzalisha mayai kwa sababu mbalimbali kama tiba ya saratani, kupata watoto wenye uhusiano wa kijenetic, alisema Profesa Paula Amato, mmoja wa waandishi wa utafiti kutoka Oregon Health and Science University OHSU. Amesema pia licha ya mafanikio ya awali, chini ya 9% ya mayai yaliyoundwa yalifika hatua ya kiini tete cha siku 5 hadi 6 baada ya kurutubishwa, sawa na hatua ambayo kiini tete huhamishwa kwenye mfuko ya uzazi kwa mbinu ya IVF.